Unaelewa vizuri? Mzee Kilinge, hapo mnataka timu yenu iendelee kufika mbali. Prince Mpumelelo Dube ameaga rasmi ndani ya Young Africans na tayari ameshapata changamoto sehemu nyingine. Young Africans imebakia pale mbele na Depu. Tetesi zinasema pengine mshambuliaji wa Singida Black Stars ambaye aliweza kuingia katika dirisha dogo hili na amemaliza kama mfungaji bora, Mosi anahusishwa na Young Africans kwa sasa. Unadhani anakuja kusaidia Young Africans katika michuano ile ya kimataifa? Mimi bwana naweza nikasema jambo moja la msingi. Tusisajili mchezaji kwa miemko. Kwa ajili kacheza sehemu fulani kafunga magoli mengi. Yaani hebu wasajili wachezaji sasa hivi kwa passion fulani. Umeelewa? Dirisha lililopita mlikwama kwenye sajili. Tulikwama. Yaani ni kitu ambacho kifichiki. Engineer alianguka. Engineer akusajili yeye, usinipeleke kwa engineer kuanguka. Wewe unanipeleka engineer kasajili yeye. Kuna watu waliomuingiza chaka shehe. Ina nani? Unaona wapo waliomuingiza chaka kawaachia, yeye kaenda huko kufanya mambo mengine. Wewe muingiza chaka, aliyosajili Yesu unamuona Okelo yule. Kuna doubt. Okelo unamuona pale. Kuna doubt yoyote ambayo ilikuwepo? Musa Balakonte kamsajili nani? Wewe nakwambia kuna watu ambao waliopita kushauri wao. Sasa ndio ninachomwambia engineer wasipokee ushauri ovyo, kwa sababu kuna watu walikuwa wanamwambia engineer hataki kupokea ushauri, engineer hataki kusikiliza. Sasa mwisho wa siku wamemtia chao cha kike. Kasajili wamesajili wachezaji karibu 6 nzima, wote wameondoka hivi tunawalipa pesa. Wamemwingiza chao cha kike engineer. Mwaka huu yavalie mwenyewe maji njuga. Engineer mwaka huu vaa mwenyewe. Kama utafeli tukulaumu baadaye. Lakini mwaka huu lete kocha wa maana, usilete kocha ujanja. Lete kocha wa maana, lete ambao wachezaji wa maana. Usilete watu wajanja hao, usiwasikilize hao wajanja vunja kuni wanakuingiza chao cha kike. Simama mwenyewe, tumekupa zamana engineer, tunakuamini. Kweli kusikiliza watu ni wajibu kabisa. Kila mwanadamu lazima asikilize na maoni. Lakini kuna maoni mengine umewaachia moja kwa moja, wakatungiza mkenge, wakaenda kuchukua kina Ekua, wakaenda kuchukua kina nani hawa huyu mwingine huyu nani Ruinga huyu nani Boba kaza kujifunga Lumundi tu. Umeelewa vizuri? Tumekula hasara. Hakuna faida yote tuliyopata. Hela anaondoka nazo tu. Anaondoka nazo hela zetu za kadi, anaondoka nazo Boba. Umeelewa vizuri? Yule anaondoka nazo, anapanda nazo ndege anaenda kutumia kwao. Sisi tunaenyeka tunalipa kadi, yule bwana kaja kukusanya mapato, kaondoka nayo. Umeelewa vizuri? Kwa maana tunakuomba sana nje. Inauma, sisi tunalipa kadi shehe. 24 sio ndogo. Hata kama unaona mwaka 24 shehe sio ndogo. Umeelewa vizuri? Tunapambana kuwapambana wanachama, lakini jambo ninalosema, jambo la msingi engineer mwaka huu uwe sawa rais wetu, tunakuamini na tunakupenda, tunajua kitu gani ambacho cha kufanya. Unakijua kabisa. Kama umeleta Okelo kwa pale ambao umeenda kumchukua, ulituletea Pakome, Aziziki, ulituletea yao kina Mayele, kina nani, na mwaka huu tuletee zaidi ya wale. Sijui naelewa vizuri. Atuletee zaidi ya wale. Kwa maana hiyo mimi ninachotaka kusema katika timu yetu sisi ambayo iliyokuepo, tuwe makini katika usajili. Tuwe makini katika usajili. Kipindi ambapo mpo makini katika usajili, ni kurudisha nyuma hapo kidogo. Juzi kati hapa watani zenu walipita pale Jangwani. Walipita Jangwani. Ni ushamba. Walienda kuwasabai. Ule ushamba kunyamavi Jangwani ni ushamba. Umeelewa vizuri? Emediali sio msemaji. Yule ni babaifu. Wamepita yale, kwanza ile sio paredi. Paredi duniani kote. Paredi linakuwa na nani Faransa. Lazima Faransa wapo mbele na maskari pembeni, ndio paredi hilo. Mbona Yanga ilikuwa lina paredi? Alikuwa pale, unaona? Wewe unaona je? Watani zenu juzi walienda kuwasabai. Wameenda kusabai lakini washamba. Sababu unapita pale unakunya mavi, unaona bwana, ndio tafasiri yake nini? Mimi ile naona yale yalikuwa maandamano. Yale yalikuwa maandamano, sio paredi. Kwa sababu paredi ninavyojua mimi duniani, kwanza kuna vitu vitatu vinne lazima uwe navyo. Kwanza unakuwa na magari madogo, alafu ambulance inakuwepo, tatu inakuwa gari kubwa la wazi. Umeelewa vizuri? Ambao wachezaji wanaonekana na kombe lao. Alafu pili vile vile lazima watu mtanuke hivi. Msiwe mmenyano. Lazima na lingine vile vile lazima iwepo farasi wa maskari wamepanda farasi wako mbele. Kwa maana ukiliona paredi alina farasi sawa, huyo sio paredi, alikuwa maandamano. Kwa maana Simba alikuwa na maandamano ya kunya, sio maandamano ya kutembeza kombe au maandamano ya kitu au paredi la kutembeza kombe. Walikuwa na maandamano ya kwenda kunya, kwa sababu walienda kuchimba dawa. Hawana ulikuwa na farasi pale.
Hawajaonyesha Azam Live, wameonyesha Azam Live kwa sababu zile fujo. Hawezi kuonyesha Azam Live, hawana farasi, hakuna maaskari waliokuwepo pale, trafiki hawapo, hakuna kitu chochote. Baada ya kuambiwa kwamba bwana Simba wanakunya uwanja wa Yanga, ndio maaskari wakatoka na defender kuja pale, ndio wameonekana maaskari. Lakini walikuwepo wahuni na wezi, kwa sababu si unaona ngumi ilikuwa inapigana ngumi kwa sababu ya nini? Ilikuwa inapigana ngumi kwa sababu ambayo wezi walikuwepo mule katika eneo. Sisi je, umeona ngumi? Umeona kitu chochote? Kwa maana wao walichokifanya ni ushamba mmoja wapo, ni uhuni mmoja wapo ambao ule kuwepo. Asia hasara ndo kama zile. Si utani, lakini hakuna utani kunyana mavi, lakini hii tunitunza. Kwani mtani wako unampangia cha kukutania? Simba na Yanga sasa hivi kuna utani, kuna vita sasa hivi Simba na Yanga. Mimi nakwambia ni kweli. Simba na Yanga sasa hivi utani ule umeondoka, kuna vita. Toka waingia hawa wauni, muhuni huyu Ahmed Ali hajui kuongea huyu. Mimi nakwambia toka imeingia huyu muhuni, mimi nakwambia, na huko ukija kuna watu wahuni wamiweka pale. Simba na Yanga utani umekatika kwa mambo tunayofanyiana haya. Nyinyi mnatembea na mafuta haya kwa sababu si wanaalisha. Sasa sisi tunafanyaje? Tunatembea na mafuta. Sasa hivi shabiki wa Yanga sisi alikama katuambia tutembee na mafuta. Sasa kunuka sababu unafanyaje? Unapakaa namna hii mwilini, lakini kitendo alichoenda kunya pale uwanjani na kitendo hiko sisi tulikoweka bakaa, tunaomba serikali waingilie kati. Kwa hiki kitendo ambayo uchafu wa mazingira ulienda kunya pale bila kutawaza na bila kunawa, maji waliyapata wapi? Wamewapa kazi wake zao kufua boxer ambazo zina harufu mbaya. Wameondoka pale, mibaba mtu uzima kweli, wanakaa kabisa, wanakunya kabisa kweli, mibaba watu wazima wale na familia kweli. Unakunya hadharani, mtoto wa kiume unataka nini kweli? Mtoto wa kiume anaenda kunya pale, mavi yanatokaje? Yaani kama mimi hapa kwani nitoe nende nikanye pale, natokaje mavi? Yaani yanatokaje mavi? Lakini mibaba mtu uzima, sijui kwa viala waliotoa wapi wazee wa kunya FC. Amaki wale wa kunya FC sasa hivi wameenda pale, yaani wewe karibu tu. Yaani wewe sasa hapa Bindado na nanda mimi Nzwa Kilinge kanye basi dakika hiyo nakunya. Uone kusema mimi nimeharibikiwa. Nilikuwa na uwalo. Kwa maana kitendo ambacho walichoenda kunya pale Jangwani na maji hawana ya kunawa, basi tunatembea na mafuta. Kila palipokuwa na shabiki wa Simba ukimkuta inabidi uchukue maji lita moja JSM umpe anawe, kwa sababu hawa janawa wamekunya pale Jangwani, na Jangwani siku zote hayakai maji. Pale pana maji hayakai maji, maana yake wamekunya bila kunawa. Mimi ninaomba serikali waende wakafanye tathmini na taratibu pale ya Kinyesi, wamekunya vipi, taratibu zikwaje, kwa sababu mlipuko wa mazingira inakuwa sio mzuri, kwa sababu wao ndio kutunyia pale. Kama kitendo kile angefanya Alikamwe, sasa hivi ungesikia watu wameingilia kati na wachambuzi mchwala wameshaanza kuongea, lakini kitendo kifanya Ahmed Ali. Leo unasema kabisa, unasema kitendo ambacho kilichokuwepo kusema nendeni mkachimbe dawa, wameenda kunya na wameenda kunya kweli. Alafu wewe mchambuzi leo unashangilia kwa kunya wale hadharani kweli. Tamaduni hiyo Tanzania haipo. Taratibu hizo Tanzania hazipo za kunya hadharani. Serikali ambayo waziri ambao wa mazingira wa afya waende pale. Nimeona Haji Manara anasema yeye ndio mtu wa mazingira. Sasa Haji Manara anachekelea. Manara Simba shehe. Manara ampelekee kata hii, umpelekee Manara Simba sio Yanga. Akikwambeni Manara Yanga anakuongopeni kwanza asubuhi mpaka jioni. Ndio maana ofisi zote kapokonya GSM. Kwa ajili gani? Yeye Simba yule. Mimi ndio ninakupa hiyo Nzwa Kilinge, ninakupa za ndani. Katika ujuma na yeye yumo. Umeelewa vizuri, unaweza kwenda kunyamavi pale. Mimi nakwambia hivyo. Katika ujuma sisi kutupelekea kunyamavi pale Manara na yeye yumo kwa sababu Manara ni Simba piu. Kitendo kile yashangilia na moja mediali hata kwenye simu. Sasa naona mlienda kuchimba dawa. Ahmed akasema yeye tulienda kuchimba dawa kuweka mbolea. Yeye anachekelea Manara. Sasa hivi mtu wa Yanga anachekelea kweli? Yaani kunyewa nyumba yako yeye anachekelea? Manara ananyewa nyumba yake anachekelea, alafu anasema yeye Yanga. Manara sio Yanga, kwanza kadi aliyompa Mpokoni moja kwa moja. Yaani tunamfuta kwanza sasa hivi Manara sio Yanga. Mimi nakwambia wallahi wa billahi. Yule yani Simba piu. Yaani mimi nakwambia katika hujumu kutuhujumu yeye yumo. Sio Yanga. Mimi ukiniambia yule Yanga hawezi kumpiga nani Ahmed Ali simu. Anaongea kipindi pale. Hakuna kipindi gani ambacho sisi kuwepo? Kipindi gani? Mbona yeye kuchukua sisi kombe Manara umemwona anacheza rumba? Anacheza muziki. Umemwona Manara anacheza muziki? Anashangilia anacheza muziki. Hajacheza, kuna video yote Manara. Yule alifuata umatemate, kula alitimuliwa na Mo. Umeona bana kaja kule sio alimpekea nani? Na tunafanya utafiti leo kumpekea Manara kuja Yanga na kumpa kadi. Huyu ndio tunafanya utafiti kuanzia sasa hivi.
Tunafanya utafiti, huu ndio mhujumu uchumi. Hauwezi kutuletea shushushu kutuletea kwenye Yanga. Alafu tunapata shida sasa hivi. Manara Simba piu, mimi huwezi kuniambia Manara Simba. Uwezi wewe kuhama na ndevu zako ukahamia kutoka Simba ukahamia Yanga na ndevu kibao. Wewe uwezekani hiyo, mimi nakwambia. Yaani huyu na bodi ya ligi wote sawa sawa. Shukrani sana. Sio shukrani, kuna lingine mimi nataka nikwambie. Tumitozwa milioni 100. Kwa ajili ya kwenda kubadilishia nguo kwenye nini? Jumba la dhahabu, jumba jeupe. Umeelewa vizuri? Tumeenda kule White House, tumeenda kubadili nguo. Watupe kanuni na taratibu. Kama kanuni hizo za kutupiga sisi faini zipo zimeandikwa, sisi tunalipa ile 100. Kama hakuna faini hiyo, yani hiyo faini ilipoandikwa kwa sheria na taratibu, sisi hiyo hatulipi mpaka kiyama, na tupo tayari ligi isimame. Na sisi viongozi wetu wa Young Africans tunawaambia milioni 100 msilipe bila kanuni na taratibu. Simba kule walikosa kuingia uwanjani Zanzibar, walibadilishia vyoo vya kike kule, walitoza shingapi? Tumiona Chiko yule wa Simba sijui nani sijui yule kampiga yule jamaa kiongozi wa polisi, kamwagia maji. Umeelewa vizuri? Tumiona Semani Mwalimu kachukua dawa anaenda kumwaga kwenye nyasi. Alifungiwa muda gani? Hatujaona hivyo vitu. Tumiona mechi na Tarehe kule nani uko Arusha wanamwagia vitu vikali mpaka nyasi zinapepea. Tumechukua hatua gani? Kuna vitu ambayo kule mechi ya Simba na Yanga tena wametoboa ukuta, watu wakadance. Sisi tumeenda kubadili pale. Ijachukuliwa. Sio kujirudia. Huyu kwanza nani anayesema huyu? Huyu nani mchambuzi wenu huyu Jemedari? Alioza Liwanari, amake kwako kulikuwa na mafunza. Alioza Liwanari huyu Jemedari. Anasema sisi kosa la kujirudia. Kosa la kujirudia weka kanuni. Kosa la kujirudia weka kanuni. Uwezi kumfunga mtu kwa Jamhuri ya Muungano bila kanuni na sheria. Kwa maana hiyo weka kanuni, ukienda pale mtu anakudai sheria. Ile ni taasisi inaongoza kwa sheria na taratibu na kanuni. Kanuni haipo, sheria hazipo, kanuni ndogo ndogo hazipo. Maana yake sasa kinachosema kwamba wewe ili upokonywe alama 3, kukosa kuja na ambesi, kukosa kuja uwanjani, sio kutoka hapa kwenda kubadili nje ya uwanja ndio unapokwa alama 3. Faini zote za TFF, hakuna faini ya nini ya milioni 70 au 60, hakuna faini hiyo. Sasa TFF na bodi ya ligi wamegundua kuweka mfumo wa kausha damu. Umeelewa vizuri? Ule mfumo wa kausha damu kuikosha Yanga tu peke yake. Umeelewa vizuri? Wao hawakaushi timu zingine zote. Yaani wao hapo kwenye Yanga tu, matatizo yanayotokea upande wa Yanga, upande wa Simba yapo. Matatizo yanayotokea upande wa Simba wanaamezea. Ndio maana yule mtoto wa Baresa akaamua kufanya kusema nitahamisha timu yangu. Na mimi namwambia hivi, sio ahamishe timu tu, atoe na udhamini. Umeelewa vizuri? Atoe na udhamini wote. Hii sasa tucheze tu ngungwa. Yaani usionyeshe ligi, watafute mtu anayemjua huko aje onyeshe. Kwa sababu kweli wao dhulumiwa peke yako. Tunadhulumiwa wengi. Mwaka huu ilikuwepo Azam anachukua kombe kabisa lile. Lile anachukua Sadri. Ilikuwa anachukua, lakini wao wamelazimisha yule bwana awe na makombe mawili. Sasa kitu ambacho tunachowaambia bodi ya ligi, tunamwambieni mmemuita engineer katika idara yenu, tunakuambieni kabisa injinia tukasikia amefungiwa mwaka mmoja miezi miwili au siku tu. Umeelewa vizuri? Maandamano haya kutokea katika dunia hii. Yaani hatuchezi itakuwa ndogo. Kila mmoja atatoka hapo bodi ya ligi. Kila mmoja atatoka. Injinia kifungiwa. Wallahi mimi nakwambia, hii peleka hivi. Usiikate hii. Mimi nakwambia, ukiikata mimi usinioje media zenu. Injinia kifungiwa. Mimi nakwambia, maandamano ya hatuchezi ni madogo. Hiyo vurugu hatuchezi ni ndogo. Wanatoka pale na bakora. Watatoka na bakora na injinia tusisikie kafungiwa, wala kiongozi wa Yanga tukasikia kafungiwa. Nyinyi bodi ya ligi mbona mfungiwi? Amfungiwi kwa sababu msimu uliopita haya tuzo ya viatu kapewa nani? Tuzo mchezaji bora nani kapewa? Tuzo golikipa bora, timu bora. Hela zote mlitia kuenda kupeleka kwenye uchaguzi. Alafu sisi nyinyi tukifanya sisi makosa mnataka kufungia viongozi. Nyinyi mrudishe tuzo, chezi ya ua ndio ufungaji bora. MVP tunamjua. Golikipa bora tunamjua. Timu bora tunaijua. Mbona mjatoa? Hela zimeenda wapi? Nyinyi bodi ya ligi. Hela zimeenda wapi? Sasa leo tusikie engineer mmemuita. Hamujamuita Mkwabi, hamujamuita Mangungu, alisema kwa ligi hii ya hovyo, ligi hii inapanda, so double standard, alisema maneno ya hovyo. Ligi hii sijui watu wamepanga.
Yeye mjamuita au kumfungia wale MDR. Tunachokitaka kitu kimoja tu. Msisubutu kumfungia kiongozi wetu mtatoka ubaya. Yaani mkitutaka mtuone pembe tumesimama vipi Tanzania hii. Hamujawahi kuona vurugu toka mmezaliwa. Mfungieni yule pale. Mfungieni rais wetu. Mimi nawaambia hii peleka hii. Shukrani sana. Asante.